Korea Kaskazini imesema imekamilisha ujenzi wa mtaa mpya wa makazi mjini Pyongyang kwa familia za wanajeshi wake waliokufa wakiunga mkono vikosi vya Urusi katika vita dhidi ya Ukraine. Vyombo vya habari vya serikali viliweka picha za kiongozi Kim Jong-un akitembea kwenye mtaa mpya wa Saepyeol. Alikuwa pamoja na binti yake aliyechukuliwa kuwa Kim Jong-ae alipokutana na familia ya wanajeshi waliokufa. Kim aliwahesabu wanajeshi hao kama shahidi vijana waliojitolea kwa nchi yao na kuahidi kwamba serikali itawarejeshea wema wa sadaka zao. Miezi ya hivi karibuni, Pyongyang imeongeza propaganda inayoheshimu wale waliotuma kusaidia Urusi. Mamlaka wamejenga kumbukumbu na wanapanga kujenga makumbusho yanayohusiana na wapiganaji hao. Wataalamu wanaona kampeni hii ni njia ya kuimarisha mshikamano wa ndani kwa ndani, kuzuia uwezekano wa migogoro ya umma. Mapema mwaka huu, vikosi vya Ukraine viliripoti kupata hati na vifaa vya wanajeshi wa Korea Kaskazini waliokufa katika mkoa wa Kursk wa Urusi karibu na mpaka wa Ukraine. Idara ya habari za Seoul hivi karibuni iliwaambia wanasheria kwamba takriban wanajeshi 6,000 wa Korea Kaskazini walikadiriwa kujeruhiwa au kuuliwa katika mzozo huo, ingawa hawakutoa idadi halisi ya waliokufa. Makadirio ya awali yalipendekeza vifo vya takriban wanajeshi 600. Wataalamu wa Seoul pia wanasema kwamba upelelezi huu unaweza kumsaidia Korea Kaskazini kupata uzoefu wa kisasa wa kivita na msaada wa kiufundi kutoka Urusi, jambo linaloweza kuboresha utendaji wa mifumo yake ya silaha. Ujenzi wa mtaa huu mpya wa makazi unafanyika wiki chache tu kabla ya kongamano kubwa la chama kinachoongoza ambapo Kim Jong-un anatarajiwa.